mwelekeo wa moyo wako wa upendo kwa mtu mwingine, ukijua kwamba huyu mtu aliumbwa na Mungu, kwa unajitoa kwa ajili yake. Moyo ambao ni mpole, moyo wenye toba, moyo wenye huruma, huwa unaambatana pia na kumtafuta Mungu. Mahusiano yako yanatengenezwa na Mungu. Huruma ni msingi wa asili ambayo ni ya Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu akamleta mwanawe pekee, asema alihurumia. Na hata Yesu alipokuwa anaponya watu aliwahurumia. Alipokuwa anawalisha watu kwa mfano ile mikate 5 na samaki 2 aliwahurumia. Kwa hiyo sadaka hii ya huruma kwa ajili ya watu wengine, yani matendo ya huruma, ni zawadi ya uaminifu ya mwanadamu kwa mwanadamu mwingine, ambayo pia inaonekana mbele za Mungu. Mungu anaweza kutujalia vitu vingi. Sasa katika vile vingi, Mungu pia anataka tuweze kutoa ili tuweze kupokea pia vingi zaidi. Na ni kipindi ambacho tunaangalia watu wasiojiweza, wale ambao wanapita kwenye magumu, wanapita kwenye changamoto mbalimbali, alafu tunaweza kutoa sehemu ya sadaka zetu. Inawezekana sadaka ya muda, sadaka ya fedha, lakini sadaka tu ya kuwaliwaza watu, kutembelea hospitalini, kutembelea magerezani, kutembelea mahali popote pale ambako watu wanapita kwenye shida, ili tuweze kuonja magumu yao kupitia hayo matendo ya huruma. Kama Mungu amejitoa kwetu, sisi hatuwezi kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Kwa tunapofunga pia ni lazima tufanye matendo ya huruma. Lakini katika kipindi hiki pia naposema kusali, nguvu kubwa sana ya kustahimili ni maombi ya kufunga. Kabla ya kufunga, yapaswa kwanza ujazwe nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunajifunza kwa Yesu Kristo mwenyewe ambaye aliongozwa na Roho. Yesu akijaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa pia na Roho Mtakatifu muda wa siku 40 nyikani. Kusoma ile Injili ya Luka mtakatifu sura ya 4 mstari wa 1. Ibilisi akamjaribu Yesu na akamalizana naye kwa namna ambavyo walimalizana, lakini kwa sababu Yesu Kristo alikuwa na nguvu ndani yake akiwa amefunga. Ni wakati ule Yesu alikuwa anaona njaa. Ibilisi alipomjaribu alimletea vitu vya duniani. Akamwambia kwamba geuza jiwe hili liwe mkate. Aliambia hivyo. Angalia ile Luka ile sura ya 4 mstari wa 3. Lakini Yesu alishinda kwa neno. Yesu akamjibu, imeandikwa kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Luka ile sura ya 4 mstari wa 4. Ibilisi akatoka, akaondoka, anasema akamwacha kidogo tu. Baada ya kumjaribu sana. Nini maana yake? Ni kwamba kama Yesu asingekuwa na maombi wakati ule wa kufunga, Ibilisi angemweza. Ibilisi hutaka kusujudiwa. Alimwambia Yesu kwamba imeandikwa umsujudie. Alimwambia ya msujudie, lakini Yesu akamjibu kwamba imeandikwa usimsujudie mtu yote isipokuwa Bwana Mungu wako tu. Lakini shetani anajua pia mazuri ambayo yanakuja baada ya sisi kufunga au kuomba. Akamuongoza, akaenda Yerusalemu, akamweka juu ya kinara, akamwambia ukiwa wewe ndio mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa atakutumia malaika zake wakulinde, na kwamba mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa. Ile Luka sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 11. Lakini sasa kwa sababu anajua mambo mazuri yanayokuja baadaye, maana yake anatuletea jaribu, ile kitu jaribu tukose zile baraka za Mungu. Lakini uwe na neno la kumjibu shetani kama Yesu alivyoweza kumjibu, akasema imenenwa usimjaribu Bwana Mungu wako, na wakamalizana na Ibilisi, na Ibilisi akamwacha akaondoka zake. Elewa wazi kwamba akikuacha Ibilisi anaweza kurejea tena. Kwa hiyo tunapofunga na kujikusuru, kujiachia kwa Mungu, tunatengeneza ujasiri, tunatengeneza uimara. Muwe na kiasi kwa kukesha, na mshtaki wenu Ibilisi, yeye kama simba na nguruma zunguka akitafuta mtu apate kummeza. Nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani. Lakini anasema mkijua kuwa mateso yale yanayotimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Ile Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 9. Lakini usiogope mateso, ni njia ya kukamilishwa katika utukufu wa Mungu. Na Mungu wa neema yote aliwachia kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawategemeza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Uweza una yeye hata milele na milele. Maneno ya Paulo mtume Petro katika ile Petro wa kwanza ile sura ya 5 mstari wa 10 mpaka 11. Jitoe kwa Mungu kwa sadaka. Ikiwa unaweza ukafunga, basi jiachilie sadaka. Kaini alitoa sadaka, Abili alitoa sadaka, lakini sadaka iliyokuwa Mungu aliyoitakabali ilikuwa ya Abili. Ile Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka 7. Kwa nini? Alitoa kwa kumlingania Mungu, alitoa kwa imani, alitoa kwa kutazama kwamba Mungu anahitaji sadaka njema. Lakini kuwa wakili mwema katika kipindi hiki kama Mkristo. Ukisoma ile waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 2 mpaka 11, anasema tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu na wakati wenu uliobakia na kukaa hapa duniani. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya
mataifa, kuendelea katika ufisadi, tamaa, ulevi, kalamu za ufisadi, vileo, ibada sanamu isiyo halali. Mambo ambayo wao huona kuwa ni ya ajabu, ninyi tu kutokwenda mbio pamoja nao na ufisadi. Hapa anazuia tusitende mambo hayo katika kipindi cha toba cha funga. Kwa nini tufunge na kuomba? Kwa nini katika kipindi hiki? Katika maandiko matakatifu, kufunga ni tendo la ibada na kujitolea, lakini pia ni jambo la kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya mahitaji yetu. Kwa hiyo kwenye maisha kuna mambo ambayo pengine tunatamani tupokee, na neema ambayo tunatamani kupokea kwa Mungu wakati mwingine inahitaji gharama, inahitaji kujitoa, inahitaji kujiachia kwa Mungu, lakini inahitaji pia kutimiza wajibu. Ilikuwa ni desturi ya Israeli kuishi maisha haya bila kula kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu, na katika kipindi cha huzuni na maombolezo Mungu alionekana. Funga katika maandiko imekuwa ni sehemu ya toba na majuto. Angalia Samueli wa kwanza ule mstari wa 7, Samueli wa kwanza ile sura ya 7 mstari wa 6, Yoeli 2 mstari wa 2, Danieli 9 mstari wa 3 mpaka wa 4, Ezra 8 mstari wa 23 na Yona ile 3 mstari wa kwanza mpaka 10. Biblia inaeleza katika kitabu cha Yoeli kuhusu kufunga. Nasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Larueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkanirudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye ughairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, na sadaka ya unga, sadaka ya kinywaji na Bwana Mungu wenu? Ile Yoeli 2 mstari wa 12 mpaka 14. Anazungumza tunapomrudia Mungu kuna mambo mema anatenda. Anasema yeye ataachilia baraka kupitia nini? Kupitia kufunga. Katika funga ya kweli Mungu anaweza kusikia maombi yetu haraka, na katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 16 anasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupate rehema na za kutusaidia na neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi mtumishi wa Mungu, tutaendelea kutafakari juu ya mambo mbalimbali ambayo yanahusu kipindi hiki cha Kwaresma, na tutakapokuja wakati mwingine tutaangalia mambo mawili kuhusiana na swala la funga. Kupitia ishara hii ya mapokeo ya kikanisa tunaweza kutambua kuwa maisha hapa duniani tunapita tu, na kuwa tupo safarini kwenda mbinguni, na safari yetu itakamilika pale tu tutakapoungana na Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu. Majivu yanapakwa katika paji la uso kwa ishara ya msalaba. Hii inatuthibitishia kuwa sisi ni wamiliki wa Kristo ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 3, angalia pia 9 mstari wa 4, 14 mstari wa kwanza, Ezekieli sura ya 9 mstari wa 4 na 6. Ishara ya msalaba utukumbusha sisi ya katika ubatizo, na tunatiwa mafuta matakatifu kama ahadi tuliyowekwa siku hiyo kutimiza ishara ya utakatifu. Majivu yanatumika kutoka katika matawi ya mitende ambayo yalitumika katika Jumapili ile ya mitende katika mwaka uliopita. Majivu haya ubarikiwa kama tendo la ishara ya toba ya majuto. Matawi yalimkaribisha Yesu Yerusalemu akiwa tayari kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Walimpokea wafalme kwa furaha na shangwe, na majivu yanatukumbusha kuwa sisi tupo kwa muda tu hapa duniani, na tunapopakwa majivu tunakumbushwa pia kufanya toba ya kweli. Yako maandiko mbalimbali na maneno mbalimbali ya kutafakari katika kipindi cha Jumatatu.